Wazee, umri wetu, umri wenu ndio nao ni umri ambao sasa unapaswa kuwa barua tu inayosomeka kwamba jamani, mzee fulani jifunzeni kwa fulani, jifunzeni kwa fulani. Sasa kama una mabaya pia watajifunza kutoka mabaya kutoka kwako. Hawa wenye umri wa chini wanaosoma hicho kibao, kama una mapungufu watakusoma katika mapungufu hivyo hivyo pia. Na hivyo penye wazee hapaharibiki neno. Nina mazingira fulani ambayo unajifunza ukienda kwa wenzetu, labda kwa mfano hata Wamasai wana desturi ambayo kila kabila wana namna zake ambazo wanasema, nilitumia lugha hata jana juzi hapa. Masai mahali penye mzee hata kutokee vurugu, vijana wanapigana, mzee akija akisema tulia, hata kama ulikuwa umejiandaa kurusha ngumi, ole wako uirushe baada mzee kusema tulia. Yaani mzee akishasema tafala, basi utabakia tu, lakini huwezi kuendelea zaidi ya hapo mpaka mzee atakapokuambia tulia, akueleze utakachoelezwa. Kwa nini? Sauti ya mzee inaheshimika, ni ya heshima kwa kiasi fulani. Msikize, maana kwa mwisho nitasema pia sentence nyingine. Kuna tabia nyingine ya makabila mengine pia, hata kwetu sisi Wapare. Najua kama sehemu kubwa kwa Wapare, sijajua kama kuna wakati wengine tunajaribu kuongea Kipare, wakati kuna watu wengine huenda hata wakisikii. Lakini basi hata pale ambapo huenda mtu ametumia Kipare huwa tunatafsiriwa. Kwa hiyo usio kadhani kimeachiwa gizani. Lakini kuna maneno fulani ya Kipare ambayo nimejifunza pia, kwamba yani mzee haguswi. Mzee haguswi. Kijana ameoa au ana elimu gani, ana magari au ana cheo gani, haijalishi. Anasema huruhusi kujibizana baba yako, kumsukuma baba yako. Anasema hata kama kijana atakuwa mzee, unaweza kukuta baba ni mlevi, alafu akaja nyumbani kukorofisha huko nyumbani kwako wewe kijana, mura kushindira hadu na tu amkeni nende shambani nini. Sasa unamke baba, sasa unatutukana baba, nimesema. Alafu mzee akaanza kuleta fujo nyumbani kwako, alafu mzee akaokota fimbo tena, kwenda amelewa na amekuja pale nyumbani kwa kijana, analeta vurugu, akainua fimbo anataka kumtandika. Alafu kijana naye akaamua kumshika ile fimbo, wakashikana mwereka, wakaanguka chini. Alafu kijana aliyechokozwa akavunjika mkono. Akienda kushtaki kwamba amevunjwa mkono, akaulizwa na wazee, ilikuwa kwaje? Baba alikuja pale nyumbani, sasa ikawa ameleta vurugu, tuliposhikana mwereka, sasa akaniangusha au sisi tukaangushana, alafu mimi nikavunjika mkono. Kijana anabidi atoe kwanza faini. Yaani yende alichokozwa faini, atoe faini, kwa sababu unashikanaje na baba shati, unasukumaje na mzee mpaka mzee muangushane? Hukujua, usingekimbia tu, uondoka, ungekimbia mzee angeweza kukimbiza basi. Lakini kumsukuma baba yako hivi, mshikane mwereka na baba yako na mama yako, kwamba eti kwamba umefanikiwa kumsukuma akaanguka. Yaani hata kama alikujeruhi akakukata mkono, kwanza utoe faini, alafu ndipo tukae kikao kujadili. Sasa alafu hata kwambia mzee amekosa, wazee wenzake watakuja kukaa na mzee wambia, lakini bana, hebu punguza hapo, usiendelee tena kwa mtindo huo. Lakini sio wamwambie kijana kwamba mzee sasa toa faini mlipe kijana. Hakuna, ila watamuonya mzee mwenzao. Hasukumi mzee. Mzee mmoja amesema kijana amemwambia baba yake, kwa pale Lembeni, mzee mmoja anaitwa John, akasema kijana ameongea na baba yake, wakajibizana. Sasa kijana anajibizana na baba yake, hajakaribiana wala hajakaribiana, wakajibizana. Sasa baba, wewe unasema hivi na hivi. Sasa yule kijana alipokuwa akiondoka akasema lakini hiyo, akarusha mkono hiyo. Mzee anasema kijana amenipiga kelele. Unajua kuna ile kofi la kupiga hivi. Yaani kule kurusha mkono na hii yuko kule sana, unaweza amekupiga sana, amemtandika kelele, ananipiga kofi, anataka kuacha laana. Wazee akamwambia, lazima alizana na mimi, halafu akanipiga kofi, lakini kofi lenyewe la hakuwa karibu. Yaani kosa la kujibizana na mzee
na kujibizana na mzee, hakumwambia toka hapa. Hiyo kitu haitokei. Mzee anaheshimiwa. Jamani, nyinyi mnaheshimiwa. Wazee mnaheshimiwa. Yaani hata kama hawaheshimu huko, lakini nataka nikwambie kwamba ni watu wa heshima. Mnapaswa kuishi maisha ya kielelezo, maisha yanayoonyesha kwamba kwa kweli mnaheshimika. Kwenye kikao chochote kile ambacho kuna mzee, inatakiwa ukiinua mkono, wazi vijana wameongea, rika zote wameongea, lakini mzee ukasema jamani, lakini mimi nashauri kwamba tusifanye hivyo, twende hivi. Waseme jamani, mzee amesema, sasa tufanyeje? Yaani waheshimu. Bibi amesema, ameshauri, jamani, acheni huo ugomvi. Acheni ugomvi, malizaneni. Wanamalizana kwa sababu wazee wanaheshimika. Sasa nisema kuna upande wa pili hapo nitazungumza pia. Kweli heshima ni yenu, na hiyo ni halali, hakuna pa kukwepa. Mtoto kwa baba hafanyi nini? Hakui. Mtoto kwa mama hafanyi nini? Hakui. Kwa maana ingine hakuna siku mtoto atakaposema kwamba na mimi ni mama wa mama yangu, au mimi ni baba kama baba yangu. Utazaa watoto wako, lakini ukija hapa nyumbani, najua mimi nikienda nyumbani kwa vile baba na mama wako, lakini wazazi na ndugu zangu wanafahamu. Mimi naitwa Laurent Fungomeli kwa jina langu la kichungaji, na nililobatiziwa nalo. Mimi nilibatizwa mwanzoni nilikuwa Mkatoliki, nikabatizwa nikaitwa Laurent Fungomeli, lakini nilipoingia kwenye kanisa la Sabato sikubadilisha jina, maana kwa tubadilishwa, nikabakia na jina la Laurent. Na jina la Laurent nilibatizwa kutoka katika jina la asili ambalo nilikuwa naitwa Masunzu. Wanaitwa Masunzu Fungomeli. Nimesoma nalo mpaka nikamaliza darasa la 7. Nilipobatizwa nikaitwa Laurent. Leo nikienda nyumbani naitwa Masunzu. Hata ile Laurent hajashikwa na wazee. Wanafahamu Masunzu amekuja. Kwa baba hakuna siku, yaani pamoja kwamba ni mchungaji, nikifika kwa baba Masunzu amekuja. Sio mchungaji amekuja. Hakuna cha mchungaji aliyekuja kama angekwepo, japokuwa amepumzika. Lakini wanajua Masunzu amekuja leo. Sio mchungaji aliyekuja. Wananifahamu kwa jina langu la asili. Ile jina niliopewa la asili wanalifahamu. Kwa hiyo mtoto kwa baba yake atabakia kwa mtoto mpaka hapo, hata kama kuna kufufuliwa kule mbinguni, kwamba kuna kufufuliwa, mtoto atakutana na baba yake. Sasa sijui kama mzee utakutana na baba yako na unaitwa mtoto. Kama ingekuwa hivyo, lakini kwa maana kwa hapa duniani, tuache habari ya mbinguni, mtoto kwa baba hakui. Kwa hiyo hakuna saa ambapo mtoto ana haki ya kunyosha kidole, kumnyoshia baba yake kidole, amwambie baba, namna hiyo sio vizuri. Yaani hicho tu, yule mzee akasema nimepigwa nini? Kele. Kwa kumfanyia baba yako namna hiyo, anambia sasa namna hiyo mimi sitakubali. Mzee anaenda kutaka kwa wazee wenzake. Kijana anaitwa anapigwa faini kwa kumtandika baba yake kelele ambayo hakuwa hata karibu naye. Sasa nakuja kwenye upande wa pili. Je, heshima hiyo mtaipokeaje? Kuna lugha huwa naitumia. Sina heshima mimi siombi kuheshimiwa. Wala heshima yangu mimi sijaikabidhi kwa mtu yoyote, sijaibinafsisha kwa mtu yoyote. Kwa maana nyingine kwamba ninajiheshimu mimi mwenyewe. Na ukijiheshimu mwenyewe bila kuuliza swali, bila kuuliza, utaheshimiwa na kila mtu. Jamani, mnanielewa? Ukijiheshimu, haijalishi umri wako ulionao, jiheshimu. Ukishajiheshimu, yani heshima yako unayo mkononi mwako, kila mmoja atakutana nawe, atakuheshimu. Usipate shida kulalamika kwamba mwana wako nani tu nikedhia. Tabu yote ya nini? Jiulize kwamba kwa nini hawasalimii? Kweli kizazi kimeharibika, lakini kwa namna fulani natamani kwamba nikifika hapo nje watoto wanisalimie. Na mimi wanaamua kwamba naweza nikasalimiwa na mtu yoyote, hata kichaa nikikutana naye anisalimie. Huwa nafanyaje? Huwa namsalimia hata mimi. Japokuwa si kawaida sana wazee katika kutengeneza heshima ya kawaida ya asili, ilikuwa kwamba kijana kukutana na mzee, kijana ndio unapaswa ufanye nini? Umsalimie mzee. Sasa kizazi kimeharibika kidogo. Kijana anaweza kupishana hapo tu, yuko ana majibu yake kwenye masikio, anasikiliza muziki, hajui hata kama amepishana na mzee. Sasa hiyo ni changamoto za teknolojia na maendeleo, lakini sio lazima unasalimiwa itika. Onyesha uso wa furaha. Watakusalimia vijana tu, watakuchangamkia tu, eva, watakuitikia tu. Uso wako ukiwa ni uso wa kupenda.
maneno yako ikiwa ni maneno ya busara, maneno ya hekima, yanayowabariki vijana, yanayowabariki watoto. Wakikutana na babu watamsalimia babu, babu, babu. Sio lazima wakuzoee sana, lakini basi waache watu wakuzoee. Nimejenga dhana ya namna hiyo kwamba kuishi na vijana, kuishi na watoto, ikiamua hata watoto wote hapa naweza nikacheza nao. Kuna dakika za kufanya hivyo, kuna saa nyingine natakiwa wajue kwamba sasa baba sio saa za kumrukia na nini, lakini wanaheshimu. Unaweza kukutana na mtoto anakuambia babu, babu, salamu. Yaani hata salamu siku hizi zimeharibika, hazijulikani. Salamu za asili zina uzito ndani yake. Huwezi kukutana na mzee ukamwambia urewedi. Sasa nijaribu kujifunza hilo neno, nikasikia kumsalimia babu, mrevedi au bibi. Nikauliza swali fulani kwa mtu ndiye kwa naulizia kwamba urewedi na mrevedi. Sasa huyu anasalimaje mrevedi wakati yuko mwenyewe? Akaniambia huu umri ukishafikia umri huu ni wengi. Yaani umri, kuna umri ukishafikia mmeshakuwa wengi. Kwa hiyo ukikutana na bibi huwezi kumsalimia kama unamsalimia kijana. Mrevedi mama. Koko mrevedi. Yaani ni wengi, yaani umeshakuwa wengi kupita kiasi. Sijui kama niko sahihi au siko sahihi. Lakini kwa maana kwamba kuna heshima iliyotengwa ambayo kwako wewe unapaswa uipate, hata kama uipati, lakini una haki katika hiyo. Lakini ili kusudi uheshimike, lazima na wewe ufanye nini? Ujiheshimu. Usipojiheshimu, kwa kweli utataniwa na watoto huko barabarani, alafu wanakimbia kwenye mapango. Wanakimbia kwa maana yule mzee ni wa kutania. Na unajiona kuwa mkali, kumbe kadri unavyokuwa mkali ndio atakutania mpaka usahau unapotoka. Tengeneza heshima yako mwenyewe. Jana niliwaambia kwamba kuna saa nyingine unatakiwa kujitengenezea furaha yako mwenyewe. Kama ikishindikana, ichekeshe hata wewe mwenyewe. Mzee akasema, sasa utachekaje mwenyewe uko jikoni tu bibi? Mama anasikia huko ndani unacheka. Tengeneza furaha yako mwenyewe ili kusudi ufurahi na wanaofurahia. Ili kama ni kufurahia, ufurahi na wanaofurahia, kwa sababu furaha yako iko mikononi mwako, heshima yako iko mikononi mwako. Kuna wakati fulani kuna maswali yanayoulizwa katika familia. Tunachagua wazee wa kanisa. Kuna wakati tunachagua vijana. Sasa haikuzoeleka sana huko nyuma kuchagua vijana. Tena wengine hajaoa. Siku hizi tunachagua hata wengine karibu wanakuwa kwenye PF. Hawa vijana mradi yuko kwenye idara ya vijana anachaguliwa kuwa mzee wa kanisa. Sasa kijana atafanyaje kazi? Wakati kuna wazee wake wako hapo akina baba, ili kuja migogoro ya ndoa atafanyaje? Atatatua. Sasa mmoja aliuliza swali nikamwambia, uzee wa kanisa ni cheo, sio umri. Japokuwa neno limetumika mzee, haina maana kuchagua mzee wa kanisa lazima awe na ndevu na umri fulani. Akikaa hapo mnasema sasa ni mzee. Ni cheo ambacho cheo hicho anaweza kawa nacho mtu ambaye hata umri wake sio wa uzee, kwa maana kwamba umri aliyezeeka, lakini majukumu yake ya uongozi atashughulika mpaka kwa wazee wa rika zote. Sasa tumeshauriwa kuchagua viongozi wa kanisa wenye busara, wenye hekima, kwa maana kwamba hata kutatua migogoro unajua hekima. Sio lazima mimi nije nitatue tatizo la ndoa la mzee. Wako wazee wengine, na tafuta hata mzee mwingine wa hekima tu ambaye sio mzee wa kanisa, watashughulikia swala la watu huko, watalimaliza. Sio lazima kwamba mimi mtoto ndio nikae nishughulikie. Vijana wanaochaguliwa wanapaswa kuwa na busara. Tukiwa kwenye baraza tutashughulika na mambo yote, lakini cha muhimu zaidi ambacho kinaweza kawatengenezea heshima na huyu kijana akabakia na heshima yake ya uzee wa kanisa, kutumia utu wenu, utu uzima mlionao, umri mlionao na hekima mlionayo kutatua matatizo yenu kiutu uzima. Ukigombana na mke wako au mwenza wako, ni wewe ndio unayepaswa kujua kwamba ufanyeje ili kusudi msuluhishe tatizo hilo. Mulimalize ninyi wenyewe kwa busara ya utu uzima, kwa hekima ya utu uzima, mmalize yale matatizo. Sasa mkishindwa kuyamaliza matatizo yenu
kwa hekima na busara ya utu uzima, nataka nikwambie kwamba hata watoto wadogo watawajibika kuwasaidia kutatua hayo matatizo. Maana si mmekosa hekima, mmekosa busara ya utu uzima ya kutatua matatizo. Nikatoa mfano, ikiwa baba na mama wamegombana chumbani, wana ugomvi wao, wanatoka huko wakagombana huko chumbani, alafu hawajamaliza ugomvi wao huko chumbani au ukazidi, alafu ghafla wakakurupuka, mzee anataka kumpiga mama, au si ni mama ndio anampiga baba. Maana siku hizo sio lazima tu mwanamke ndio anapigwa, wakati mwingine wenyewe wanapiga wakakurupushana humo ndani kurukuru. Sasa ikafika mahali mzee akaona labda mama amemzidi nguvu, akaamua kuchukua panga hapo chini. Mama ghafla akafanikiwa kufungua mlango, akatoka mirate dokie teve dokie. Unadhani kwamba akina mabinti zenu walioko pale hawatachukua shuka waende wakawafunike, kufunika aibu ya uchi wenu? Yaani wanatatua matatizo yenu mlioshindwa kuyatatua kwa kutumia busara ya nini? Ya utu uzima. Watoto wadogo watawafunika nguo ili kusudi kufunika aibu ya hicho mnachokifanya. Sasa hapo ni kwamba mlishindwa kutumia busara na utu uzima wenu. Badala yake sasa inabidi watoto wadogo na wajukuu watafute kanga wamfunike mama, maana mnakimbizana na baba, huenda na wewe ulitoka pia suruali haiko vizuri, wakusaidie kusudi hata kama mtaendelea kugombana, lakini mfuniko ndio muendelee kugombana. Naona hiyo. Kwa hiyo ili kusudi busara yenu itumike, lazima mjifunze kutatua matatizo yenu ya kiutu uzima kwa kutumia busara ya nini? Ya utu uzima. Mwandishi mmoja alisema kwamba kuna mambo ambayo kama Mungu angekusaidia ukatunza ulimi wako, bora usingefanya jambo fulani kuliko kulifanya. Maana taswira inapoonekana, macho ya watu yanapoonekana, na masikio yanaposikia, mdomo wako ukitamka kitu, nataka nikwambie kwamba hakifutiki. Katoa mfano kwamba mzee wa kanisa hapa, tumekosana hapa kwenye kambi. Nikimwambia hebu tufanye hivi, nasema sasa unanisukuma tu, mimi ni mtu mzima bwana, nitasimamia kanisa kwanza, mimi ndio niko na kanisa hapa. Mwishoni kikahera tukashikana mwereka mbele za nini? Za kambi hapa. Mimi ndio mchungaji mzee, nimekwambia mimi ndio mchungaji, na mzee anakuambia mimi ndio mzee wa kanisa hapa. Kwanza hata hiyo uniambie kitu, wewe ni mchungaji lakini umri unifikii umri. Kaambia hata na wewe unifikii umri lakini mimi nina cheo juu yako. Tukalumbana hapo, watu wakasikiliza, huenda nikatoa na maneno ya kashifa kidogo. Wewe mtoto mdogo tu, ukizaliwa hapo ulikuwa na makamasi, tunakutunza tu hapa, umekuwa mchungaji. Na ukaona imeshika. Mzee usifu. Watu wanasikiliza, wanadhani utani, wanashangaa mwereka huu chini, mkaangushana chini. Watu wakaja wakaamua. Afu baadaye nikaenda nyumbani kama mchungaji, nikasema nagera soni nifanyaje. Nikaja baadaye jioni kwa mzee, nikatafuta wazee wawili watatu, nikaenda kwa mzee, nikamwambia bwana unishigie ambu, kwa kweli sikutazamia nitafanya kitu kama, kwa sababu kuna watu wamenikorofisha hata jana wakati nikiwa kuna fulani alinifanyia na hiyo. Kwa hiyo pale tulipokuwa tunaibizana, yani nijisikia kupanda vibaya, ndio maana nifanye vile. Kwa kweli naomba niseme mzee, kwani shehe kugombana hata siku moja? Hapana, nini. Bwana acha yaishe bwana, jamani, hata kama kuna kafaini kadogo basi kasukari, ukamwambia mzee naomba tumalizane, mimi ni mchungaji na wewe ni mzee wa kanisa, itakuwa naona sio vizuri. Tukamalizana. Nataka nikwambie wale walioangalia haifuti. Ile kitu haifuti. Hata kama wakiona tunapita pamoja, wataambiana siku ile. Usiwaone namna hii, siku ile. Yaani hiyo taswira haifutiki. Mpaka baadaye itajakuwa nukuu ya kufundishia madarasa ya vijana. Mwaka fulani, mzee fulani na mchungaji wakaangushana chini. Ndio nukuu. Sasa hizo lishapita, mlishasameheana na mbinguni najua kama mtaenda. Si ndio hivyo? Lakini athari ya kile mlichokifanya kitabaki masikioni mwa hawa watoto siku zote, mwa vijana siku zote, na miaka kadhaa inayokuja huko mbele tayari tumepata nukuu ya kutoa mafundisho kwenye darasa la vijana tunaposema jamani, mjihadhari kwa sababu unajua mwaka fulani kulikuwa na mzee fulani alifanya hivi na vile na vile. Naomba tunza ulimi wako unapotamka vitu.
Tunza ulimi wako unapotamka chochote, hata kama una hasira. Maana unachokitamka once kinaondoa hekima yako na busara yako yote, na hata baadaye ukitaka kuirudisha hairudi. Mzee wanaona tunakunywa chai pamoja na nyumbani kwake inakwenda na kula, lakini wasema lakini siku hiyo walishikana mwereka. Siku hiyo walishikana mwereka. Sisi tumemalizana. Sasa maana huwezi kuita ule mkutano ukatangaza jamani siku ile tunafanya tu zoezi, haiwezekani. Na hata ukiita mkutano mkasema jamani hapa mbele ya kanisa siku ya meza ya Bwana, mkasema jamani tumesameheana, watu wote watasema haleluya, jamani tunashukuru, hilo tatizo limesuluhishwa. Lakini ile picha, video yake haitafutika, itabaki sura. Ole wako kama kuna mtu aliyekupiga picha, wataitunza kuli, unaona waliangushana. Tunza ulimi wako, tunza maneno yako unayotamka, maana ukishayatamka kuyafuta hewani haiwezekani. Busara yako na hekima yako itakuwa imevuliwa kutoka kwako kwa kutumia tu mdomo na tukio moja, huenda la siku moja tu. Huwa ninapohubiri mara nyingi wana tabia kuingiza pointi fulani hapa. Watu wanakaa kanisani, watu wanalala. Na kulala kwenye ibada, mimi sisemi kwamba ni tatizo sana, kwamba labda ni shetani sana. Umri unaweza kwa sababu. Alafu wakati mwingine sisi ni watu wa shughuli. Kukalishwa mahali ni saa nzima, umekaa tu namna hii, umekaa tu namna mtu uliozoea shamba. Kwa kweli ukishakaa lisaa zima ufanye chochote, kushikwa na hiyo hali inaweza ikawepo tu. Hata vijana wetu sio kadhani kwamba ni wazee peke yake. Wako busy. Mimi nashuhudia wakati mwingine hata naweza siku nyingine naenda pale mbele na kunasindikiza mhudumu. Siku hiyo sio zamu yangu ya kuhubiri. Naweza kushangaa Biblia kwa gara imeanguka chini. Unaikota mara moja, alafu unachukua kalamu unaanza kuweka alama. Unajua kwamba sio hakuna kilichotokea. Lakini ukinipa mimbara masaa mawili naweza nikahubiri hapo. Lakini ukiniambia masaa mawili nimsindikize mhubiri nikiwa pale mbele, usipoangalia Biblia inamwagika chini. Sasa nasema kwamba ukijisikia kwamba unataka kusinzia, ukiona inazidi, toka nje kidogo. Toka nje kidogo, sio dhambi. Ili kusudi urefresh mwili wako vizuri, ukae vizuri, ili urudi baadaye ukae usiendelee kusikiliza. Hata ukienda hapo nje hapo dirishani bado utasikiliza uhubiri. Ukae hapo nje kidogo njoo ndani. Kwa sababu ikitokea bahati mbaya umesinzia, alafu ukakohoa vibaya na umekaa na watoto wadogo, vijana wamekaa hapo wamevaa tai zao, wakasikia tu watu wanaangalia ni baba ni mzee na tai umevaa, alafu umekohoa vibaya. Nataka nikwambie hicho kitu hakifutiki. Hata kuambia, maana wanaona hekima busara tuliyofundishwa vijana hawezi kutamka maneno kwamba mzee sijui amepumua sijui amefanyaje, hata asema. Lakini ukipita tu anasema siku ile yani katikati ya ibada tukasikia toa mambo yameharibika. Katukio ka siku moja tukanasema sasa kumbe ungetoka tu nje dakika moja ukanyosha kidogo, ungelinda heshima yako, ungelinda busara yako, na ungerudi tena ukae uendelee umalizie kipindi vizuri, kuliko kudhani kwamba ni kitu cha kawaida. Hawa vijana hawafuti yani hata umepita umevaa tai, anasema amevaa tai, lakini siku ile na ina kumbukumbu, hata tarehe unaweza kaiandika na haifuti hiyo tarehe. Ilikuwa mkutano wa makambi, akatule saa hizo alikuwa anaomba Mzee Nenekero, ndiye alikuwa anaomba Mzee Nenekero, anaomba sala yake ndefu kidogo, sawa Mzee Nenekero yuko huko, anaomba sala yake imekuwa ndefu kidogo. Sasa umepiga magoti, mwisho unaitikia amina kwa kutumia amina ambayo hata sala haijamalizika, unasikia amen huko nyuma huko. Utasema hata sala yenyewe ilikuwa haijafanya nini? Haijamalizika. Yaani unaweza ukasababisha vijana wakikuangalia, hata ukiongea wanakumbuka tu ile siku. Hata ukipewa mimbara pale umesimama pale unahubiri, Bwana Yesu asifiwe, lakini ile siku ilikuwa kwaje, namna gani? Tunza heshima yako. Kama kuna mambo madogo ambayo yanaweza kukuondoa heshima yako, uyafahamu, upambane nayo, ubaki na heshima yako mbele za watu. Kwa sababu maneno utakayotamka, kama ni matusi, tukio utakalolifanya ghafla mbele za watu,
haliwezi kufutwa kwa siku moja. Hata kama kweli sio dhambi, maana mmepigana, mmesameheana, Mungu amewasamehe. Kula kusinzia sio tatizo, ni ubinadamu tulionao, shughuli nyingi na miili yetu ina maradhi mbalimbali, sio watoto walio kanisani kwamba ni wazima. Ukijitambua namna hiyo, toka nje kidogo, nyoshe kidogo, fanya mambo sawa sawa ili kusudi ulinde heshima yako. Maana unapofanya hivyo, kosa lote utakalolifanya la kuiondoa heshima yako, sio wewe mwenyewe, wanaume wote wazee bwana, lakini kumbe sio huyu, lakini anafundisha hawa wazee usione hivi. Walitia aibu sana siku ile kwenye mkutano. Wanasema sasa wameshahamishia kwa watu gani? Hawa wazee jamani, wametia aibu. Kina mama jamani wako tu, lakini wanatia aibu. Lakini aliyesinzia ni mmoja. Sio kama ni kanisa zima au wanawake wote walifanya hivi. Kama ni kijana ndio hapo basi wameharibu, hata mchumba anaweza asipate. Maana kila mmoja anasema huyo aliyepasua bomu katikati ya mkutano. Yaani unaweza kushangaa kutafuta mchumba itabidi uende na limuru. Utafute sio hapa Rongai hapa. Lazima utafute kona nyingine ambayo hawatafahamu kama kuna bomu lililolipuka kwenye mkutano. Maana hawafuti hivyo vitu, vipo kichwani siku zote. Kwa hiyo katika mtazamo wangu ninakuwa nasema kwamba ni vizuri kufikiria kabla hujazungumza. Na ukiona una hasira sana, ikipanda hasira sana, wapare mnasema ugumirishe. Yaani ufike mahali unataka ufanye kitu, lakini sasa utafanyaje wakati basi kama ikikushinda sana lia. Yaani unalia wakati unataka nimpige ngumi. Sasa mzee amesema usipige ngumi au nitatia aibu. Nikimpiga ngumi itakuwa ni aibu. Basi unaamua kutoka, jamani ningemaliza tu, lakini basi unalia wewe mwenyewe. Maana sasa ukimpiga hiyo taswira itakuwa, kwa hiyo unakumilisha. Hata kama unakuuma, unanyamaza, unavumilia mpaka basi unalinda heshima yako kwa kesho na kesho kutwa na katikati ya jamii inayokuzunguka. Unaweza ukajipoteza kwa sababu hiyo. Lakini ninazungumza nanyi nikijua kwamba ninyi ni walezi. Kama tunavyozungumza, ni kweli kwamba sio kwamba utapokea heshima kila mahali. Wengine kizazi kilishaharibika. Salamu hazipo tu, zipo tu, yani kwamba basi hata zile kule Kiteto nilikuwa na mzee mmoja kimsalimia shikamoo, anasema shikamoo kitu gani? Aniveke vya na Eva hapa. Shikamoo. Maana yake ni alikuwa na malaria, sio aliingia malaria. Sio kwamba Kiswahili hakijui. Yuko kwa Kiteto huko analima. Sasa aliugua malaria, akamuita kijana wake, anamwambia njoo. Kijana wake alipokuja, kijana akaja kumsalimia babu shikamoo. Na shikamoo niki ndo anicho. Aniveke vya Eva. Basi akabadilisha, akamwambia Eva wakati kijana. Akamwambia sasa nimekuita hapa ili utafute baiskeli. Na mimi natafuta baiskeli, tubebe magunia mahindi twende Upareni. Yaani bebe gunia kutoka Kiteto. Abebe gunia kutoka Kiteto na mimi nabeba la kwangu twende Bwambo. Maana tunakaa huko mpaka lini? Twende tukasalimie. Lakini abebe kwa baiskeli. Ndio kijana anajua kama hii malaria imeshafika kichwani. Sasa zile salamu huwa tuzipati zenye hekima sana na busara. Lakini bado una nafasi ya kuishi kwa kuheshimika mbele za nini? Za watu, kwa kujiheshimu wewe mwenyewe. Unaweza ukaishi kwa kufurahi mbele za watu, kwa kufurahi mbele za watu, kwa kujifurahisha wewe mwenyewe, kwa kuridhika kama jana nilivyokwisha kusema, kwa kuridhika na maisha na hali unaoishi kwayo. Kwa sababu ukikosea mahesabu, matunda yake utayavuna wewe mwenyewe. Kuna lugha natumia lugha sijui kwamba basta, kuna lugha yangu huwa napenda kutumia kama sio life. Okay. Anasema nyumba yake kisha na mwenyewe raota. Niko sahihi? Nyumba yake kisha na mwenyewe raota. Nyumba ikiungua na mwenyewe analia jamani, nyumba imeungua, lakini anaota moto wa nyumba yake. Na joto anapata kabisa, kama kulikuwa na baridi, anaota moto wa nyumba yake mwenyewe iliyoungua. Sasa usiukadhani chochote utakachokifanya kwamba wengine ndio tu watakaoathirika.